mniwie radhi kwamba haya tunayaona katika mujtama, tunayasikia katika vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, ya mambo machafu yanayofanyika, ya mambo maovu yanayofanyika. Haya yote yanasababishwa na nyinyi wanawake. Hiyo ni nyinyi ni watuhumiwa wa kwanza, na lazima muipokee ili muende mkayafanyie kazi, kwa sababu mmeacha majukumu yenu ya msingi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliwakabidhi na akawapa, na mkaingia katika majukumu mengine ambayo si majukumu yenu. Mkaiacha jamii katika hali ambayo tunaiona hivi sasa. Asilimia kubwa ya upotofu uliopo katika jamii unasababishwa na tarbia na malezi yasiokuwa sahihi. Na haya malezi yasiokuwa sahihi kwa kiwango kikubwa ni kwa sababu mwanamke wa Kiislamu, mama, ameacha majukumu yake na ameacha masuala yake. Tukisoma Qur'an tunapata mazingatio makubwa sana. Mke wa mzee Imran katika surati al-Imran aya 36 kama sijakosea, Mwenyezi Mungu anasema idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Huyu mama alikuwa mjamzito, na kwa sababu alikuwa ni mwanamke mwema akaweka nadhiri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba kama Mwenyezi Mungu atamruzuku mtoto wa kiume, kama wanavyosema mufassiruna, wa kiume, basi yule mtoto atamtoa nadhiri afanye kazi katika nyumba takatifu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maana yake msikiti. Kasheka nadhiri hiyo. Falamma wada'atha, alipojifungua, qala rabbi inni wada'tuha untha. Mufassiruna wanasema ni jumla kama vile, sio kama anapinga, lakini ameshtushwa. Mwenyezi Mungu, mimi nimezaa mtoto wa kike, nilikuwa nataka wa kiume, nimeweka nadhiri nipate wa kiume awezi kuhudumia nyumba yako, awezi kufanya kazi za khairi, awezi kuwa kiongozi katika mambo ya khairi. Lakini Mwenyezi Mungu, inni wada'tuha untha, mimi nimemzaa mtoto wa kike. Mwenyezi Mungu asema Allahu a'lam bima wada'at. Mwenyezi Mungu anajua, yeye ndo alokupa. Anajua, usitaki kumfundisha Mwenyezi Mungu kama umezaa mtoto wa kike, yeye ndo amekupa. Anajua ni wa kike, huna sababu ya kumueleza. Na Mwenyezi Mungu akaendelea kwa mujibu wa kauli za baadhi ya mufassiruna, wanasema aliyosema ni Mwenyezi Mungu, walaisa dhakaru kaluntha, na mwanamume si kama mwanamke. Sasa hapa wanachuoni wameogelea, si kama mwanamke mwanamume ni bora au mwanamke ni bora. Baadhi yao wamesema mwanamke ni bora katika hili kuliko mwanamume, na mimi ndio rai ambayo naiunga mkono, kwa sababu ndio mushabbah, anayefananishiwa. Walaisa dhakar kal untha, hakuwa mwanamume kama mwanamke, hakuwa Muhammad kama simba. Sawa, simba ndio alofananishiwa, ambaye sifa yake inarudi kwa Muhammad. Kwa hiyo baadhi ya mufassiruna wakasema aya hii inaonyesha ubora wa mwanamke zaidi ya mwanamume katika muhima au katika kazi ambayo amepewa. Mama Imran, twende pamoja vizuri kina mama. Mama Imran aliomba mtoto, sawa, na akatoa nadhiri kwa yule mtoto atakayempata afanye kazi gani? Ya kuhudumia nini? Msikiti. Jambo la khairi au la shari? La khairi. Allah akampa mtoto wa kike ambaye hawezi kuhudumia msikiti kwa nafasi yake kama mtoto wa kike, na akamwambia na sio mwanamume, walaisa dhakar kal untha, na mwanamume si kama mwanamke. Mashaallah, yani wanachuoni walivyozungumza katika kipande hichi cha aya. Mwanachuoni mmoja ni Tantawi, Sheikh Tantawi Allah yarhamu, amefariki, amefafanua kipengele hichi kwa kusema kwamba mama mke wa mzee Imran malengo yake yalikuwa ni malengo madogo sana, ni malengo ya msikiti, kuhudumia msikiti. Lakini malengo ya Mwenyezi Mungu ilikuwa kumleta kiumbe atakayehudumia umma, sio msikiti, atakayehudumia taifa, atakayekuwa ni mtume. Kwa hiyo amemleta mtoto wa kike ambaye ndio atafanya kazi hiyo. Lau angemleta mtoto wa kiume, Isa ibn Maryam asingepatikana. Kwa hiyo kuletwa mtoto wa kike kumekuwa ni bora zaidi kuliko kupatikana mtoto wa kiume ambaye malengo yake yalikuwa kuhudumia msikiti tu. Lakini anakuja mtume sasa, sio kuhudumia msikiti bali kuongoza umma, mtume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
na kazi ya kumlea mtume ni lazima ifanywe na mwanamke. Walaisa dhakaru kaluntha, mwanamume hawezi kulea. Alotakiwa kulea ni Maryam alayha salam, ambaye ndio aliletwa badala ya mtoto wa kiume akaletwa mtoto wa kike, afanye ile kazi muhimu ya kuweza kumlea kiumbe bora kabisa ambaye ni Isa alayhi salam, aje aongoze watu. Sasa aya hii inaonyesha jukumu kubwa la malezi lipo kwa mwanamke. Jukumu kubwa la kuituliza jamii, kuanzia kumtuliza mume, kutuliza watoto, kama ilivyozungumzwa katika mada zote mbili, lipo kwa mwanamke. Ninyi mna nafasi kubwa sana katika islah, katika kuboresha na kutengeneza. Ndugu zangu akina mama, Mtume sallallahu alaihi wasallam akiandaliwa kupokea ujumbe mzito, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, Uislamu anaandaliwa jambo zito la kuambia watu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, sio jambo jepesi, atapata madhara. Aliandaliwa kisaikolojia, aliandaliwa kifizikia, aliandaliwa kiakili, aliandaliwa katika kila nyanja. Lakini wanachuoni wanasema akaandaliwa mpaka katika nyumba itakayomsaidia na mke atakayemsaidia. Nabii Khadija radhiallahu anha haikuwa ni bahati kwenda kumwoa au Khadija kumwoa, ilikuwa ni mpango wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba pamoja na ujumbe mzito utakaopokea utapata kiumbe atakayekuliwaza, atakayekulea, atakayekutunza, atakayekuongoza, atakayetoa mali yake kwa ajili yako. Na ndio maana watu wa sira wanasema katika maisha yote ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tangu kumwoa Bi Khadija radhiallahu anha, hakuna kisa hata kimoja cha wivu, cha matusi, cha kugombana, cha kupatanishwa, cha Khadija kumsimanga Mtume sallallahu alaihi wasallam, amemfanya kazi wake maskini, sasa hivi amemoa, kaja katika nyumba ya utajiri, kwamba ulimekutoa wapi, ulikuwa umekuja na rambo, ulikuja na kitu gani? Hakuna. Lakini ukiangalia maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tangu amemoa Bi Khadija katika kipindi chote mpaka kipindi cha Madina, visa vingi kweli kweli vya mambo ambavyo Mtume alifanyiwa na wakezi akiwemo Bi Aisha radhiallahu anha, visa vya wivu, maneno, mpaka Mtume alikasirika akawanunia siku 29 hakuzungumza nao. Lakini Bi Khadija hata kisa kimoja hakijarekodiwa kwamba alisema neno baya au alimsimanga Mtume sallallahu alaihi wasallam au aliacha kusimamia haki yake. Huyu ni mwanamke aliandaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala ampitishe Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kipindi kigumu. Haya ni malezi ndugu zangu. Malezi si kulea watoto tu. Wanaume nao wanahitaji walelewe, waweze kufanya mengi mazuri. Ndio maana wanasema nyuma ya kila mwanamume mwenye mafanikio yuko nani? Mwanamke. Na huyu mwanamke akitaka kukuvuruga anakuvuruga kweli kweli. Anakuvuruga hasa, yani huwezi kuona mbele, hujui ulifanyalo, hata shati la kuvaa utakuwa unavaa kifungu kimoja juu kingine chini. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala alifanya maksudi kumchagulia Bi Khadija radhiallahu anha katika kipindi hichi. Angekuwa amemwekea Aisha na Hafsa na Ummu Salama na Maryam, angekuwa anatoka kwenye adha za Makureishi, akirudi nyumbani wivu, shida, matatizo, matumizi, asingepata utulivu. Kwa kile kipindi alichokuwa anahitaji utulivu hasa, Allah subhanahu wa ta'ala alimwandalia Bi Khadija radhiallahu anha. Na ndio mwanamke pekee wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye Jibril alayhi salam ametumwa kutoka mbingu ya saba aende kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio kumpelekea Qur'an, kumwambia Mwenyezi Khadija anakuja sasa hivi, mwambie kwamba Mwenyezi Mungu anamsalimia. Hebu jaribu kuimagine hiyo picha. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamtuma Jibril alayhi salam, sio kuleta wahi wa Qur'an, aende amwambie nenda kwa Muhammad, peleka salamu zangu kwa Khadija mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anna Allah yuqri'uki salam, Mwenyezi Mungu anakupa salamu. Na anakuja sasa hivi amembebea Mtume sallallahu alaihi wasallam chakula, na akifika mwambie na mimi Jibril namsalimia. Afu Jibril anaondoka, anakuja Khadija na chakula, Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Allah subhanahu wa ta'ala anakusalimia. Na Jibril alikuwa sasa hivi yuko hapa naye anakusalimia. Kwa kazi gani kubwa aliyofanya? Kwa kazi ya kumlea Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutoa
hisia zake, mapenzi yake, mali yake, muda wake katika kumhudumia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuelewa kwamba huyu anahudumia umma, anahudumia jamii, niweze kumpa nafasi ya nisimpe kero katika yale anayoyafanya. Lakini ingekuwa ni sababu ya kero kama walivyokuwa mitume wake wengine wa mitume wangetajwa, lakini leo Khadija ni miongoni mwa wanawake bora kabisa kwa sababu ya sifa aliyokuwa nayo.